وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفا أما بعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huku tukiendelea na series yetu ya kuzungumza maisha ya Sayyidina Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Ikiwa leo tumefika halaka ya 7, tuzungumza malezi ya Sayyida Maryam. Sayyida Maryam ambaye kama ndio mamake Isa alayhi salam. Katika episode iliyopita tayari tushazungumza kwamba amezaliwa, mamake amejifungua, lakini kwa masikitiko alikuwa amekusudia kupata mtoto wa kiume, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mipango yake akampa mtoto wa kike, na ajua mipango yake, na Mwenyezi Mungu mipango yake haina makosa. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelezea historia ya Sayyida Maryam. Sayyida Maryam, pamoja na kwamba hatukumwanza Nabii Isa, tumetaka pia tuguzie na mamake kidogo Sayyida Maryam, ni kwa sababu watu wapate kuelewa umuhimu wa Sayyida Maryam katika historia ya Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam, na pia watu wapate kuelewa umuhimu wa mama katika maisha ya mwanadamu. Baadhi ya watu waona kwamba Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina salam kwamba yeye ni kama footnote, ni kama tu kipita njia, ama ni kama yani kiwingu cha kupita katika maisha ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Lakini la hasha wa kalla, alikuwa ni mhusika mkuu. Sayyida Maryam alikuwa ndio foundation. Sayyida Maryam alikuwa ndio kila kitu cha Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Kwa lugha zingine tuweza kusema bila Sayyida Maryam hasingepatikana Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Kwa hivyo Sayyida Maryam ni mhusika mkuu katika maisha ya Sayyidina Isa. Yeye sio mtu tu amewekwa pale kama harfu imad, kama kitu cha kutegemezewa tu, la, ni mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe ana participation katika maisha ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Ndio kama maana sisi tuaguzia kwanza historia ya Sayyida Maryam ili wanawake wapate kumuelewa, na sio wanawake tu bali na wanaume pia wapate kumuelewa Sayyida Maryam alikuwa ni nani, kama alivyotuashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alipotuambia wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Mwenyezi Mungu asema alikuwa Sayyida Maryam minal qanitin, ni katika wenye kuingia katika taa. Mwenyezi Mungu akasema minal qanitin kwa kutumia dhamiri ya kiume, hakusema wakanat minal qanitat kwamba alikuwa ni katika wanawake wenye kuingia katika taa, alikuwa ni katika wanaume wenye kuingia taa. Bimaana kama Mwenyezi Mungu atuonesha ishara sisi wanaume kwamba na nyinyi pia wanaume munayo mambo ya kusoma katika maisha ya Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina assalam. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatakabali dua ya mama Hanna pale aliposema fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan, kwamba fataqabbalaha, Mwenyezi Mungu akamtakabalia huyo Hanna, rabbuha, mola wake, biqabulin hasanin, kwa kabula ambako ni njema, wa ambataha, na Mwenyezi Mungu akamkuza, akammeza yule Sayyida Maryam nabatan hasana, makuzo mema. Yani Sayyida Maryam akakubaliana, Sayyida Hanna akakubaliwa dua yake ya kumlinda Sayyida Maryam kutokana na shetani na kizazi chake, na Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuchunga mazazi ya Sayyida Maryam, akapata kulelewa ni malezi ambao kama ni malezi mazuri, na kuja kukulia kuone katika wanawake ambao kwamba hawajaonekana katika ulimwengu wetu kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Imran. Sayyida Hanna akamlea mwanawe mpaka umri wa kutomuhitajia, yani akamlea mtoto wake tangu udogoni pale mpaka kufika umri ambao kwamba sasa hamuhitaji tena. Kisha yule Sayyida Hanna akatekeleza nadhiri ambayo kwamba alikuwa amesema kwamba mimi nikipata mtoto nitamtoa muharrara, nitamtoa ule mtoto sadaka ya Mwenyezi Mungu, yani nitampa ule mtoto awe ni wakfu wa msikiti, awe anafanya kazi za msikiti. Kwa hivyo Sayyida Maryam alipopata malezi mpaka kufika kiwango fulani ambapo kwamba sasa amuhitaji mamake sana, pamoja na kwamba nadhiri ya mama ilikuwa anakusudia kupata mtoto wa kiume, lakini mamake akaona maadamu lilimpromise Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa nikipata mtoto nitamtoa msikitini. Alipofika age ambayo kwamba amuhitaji tena mama katika masala labda ya kunyonya na masala ya nini, yule mwanamke akatoka na mtoto wake akampeleka msikitini kumpatia Mwenyezi Mungu sadaka. Sayyida Maryam akawa ni wakfu wa msikiti, akawa yeye malezi yake ataleleka kule katika msikiti.
Sayyida Hanna alipompeleka msikitini ilikuwa ni kinyume na ada zao. Ada za kibanu Israeli ilikuwa wanawake hawaruhusiwi kuingia msikitini, ama wanawake hawaruhusiwi kukaa msikitini, kwa sababu wanawake wako na time ambayo kwamba wanakuwa si wasafi. Kuna time, hata sisi katika Uislamu kuna time ambayo kwamba mwanamke anazuiwa kuingia msikitini ama kupita msikitini, isipokuwa kwa vitu ambayo kwamba ni dharura vimetokea, lakini unnecessary nini movements ndani ya msikiti kwa mwanamke ambaye kwamba yuko katika siku zake za ada haifai. Sasa hawa Banu Israil, usisahau kwamba tayari wao katika akida za kibanu Israil walikuwa wakiitakidi kwamba ile ada ya mwanamke anaopata kila mwezi, wao wakiitakidi ni laana kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kwa maana utaona walikuwa mwanamke akipata ada walikuwa wakimfukuza hata ndani ya nyumba, wakimwambia, wakimjengea nyumba nje ya nyumba kule, wakimjengea nyumba yani kama kinyumba kidogo kama cha watchman hivi ama cha askari, wakimwambia kaa kule mpaka siku atatahirika ndio atarudi katika main house. Kwa hivyo tayari wao fikra zao ni kwamba huyu mwanamke hafai kuwa hapa msikitini kwa sababu amelaanika kwa kupata ile ada ambayo kwamba alikuwa nayo. Na hii ni fikra ambayo kwamba sio Banu Israil tu, bali hata Waarabu walikuwa nayo kabla majii Muhammadin, kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarabu pia walikuwa na fikra hizi. Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu wasalamu alaihi ndio walokuja kutubainishia kwamba hii sio laana, hii ni afya kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wanawake hawafai kutengwa wanapokuwa katika hali kama hii. Hata safari moja Saida Aisha radhiallahu ta'ala anha, kama tunavyozungumza mara kwa mara, aliwahi kumwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula kisha akaondoka, na ada yao ilikuwa yeye na Mtume wakikaa wakila kama mume na mke. Siku hiyo alipoondoka, Mtume akamuuliza, mbona ondoka, mbona tuli pamoja? Akamwambia, Rasulullah, mimi niko katika ada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa hivyo sasa ukiwa katika ada maana yake? Akamwambia, yani siwezi kula naye, maana yake yani bado yuko na zile fikra za kizamani ambazo kwamba watu walikuwa nazo. Mtume akamwambia, laysat haidatuki fi yadiki, kwamba hedhi yako haiko katika mikono, hiyo ada yako haiko katika mikono, kwamba ukila na mimi labda utanipaka. Hedhi iko sehemu yake, kaa chini hapa, sisi tufanye nini? Sisi tule. Kwa hivyo hapa katika masala ya Sayyida Hanna kumpeleka Sayyida Maryam kule msikitini ili akalelewe kule, tayari ilikuwa kuna tashwishi. Hawa Banu Israili watakubali ama hawakubali? Watamkubalia huyu mwanamke alelewe msikitini? Watamkubalia huyu mtoto wa kike akae msikitini na kulelewa kule? Kwa hivyo yeye lakini vile vile akampeleka mtoto wake kule msikitini ili kwa namna ya kutekeleza nadhiri ambayo kwamba alikuwa amemwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini alipofika Banu Israil hawakumpinga wala hawakukataa, kwa sababu hawa Banu Israil heshima ya familia ya Sayyida Maryam amekwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe asema istafahumullah, Mwenyezi Mungu amewachagua, akasema katika alowachagua ni Al-Imran, familia ya Imran. Kwa sababu ya heshima ya Al-Imran, wale ulama Bani Israil ama viongozi wa Bani Israil wakamkubalia Sayyida Hanna lile ombi lake la kumwacha mwanawe wa kike pale ndani ya msikiti awe atakuwa ni mwenye kulelewa pale, pamoja na kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria zao, lakini walimkubalia kwa sababu exceptional iliyokuja ni kwa sababu huyu ni mtoto wa shekhe letu, huyu ni mtoto wa mwalimu wetu, huyu ni mtoto wa imamu wetu. Kwa hivyo kuna hiyo exception kwamba huyu ni tofauti na wanawake wengine, ndio akakubaliwa. Kama pia ilivyokuja katika ujauzito wa Sayyida Fatima bint Asad. Fatima bint Asad ni mamake Sayyidina Ali alayhi salam, na yazungumzo kwamba Sayyida Fatima bint Asad alitia nadhiri kwamba akipata ujauzito atazalia ndani ya Al-Kaaba. Na alipopata ujauzito, pamoja na kwamba Makureshi walikuwa hawakubali masala hayo ya mwanamke kuingia katika Al-Kaaba kuzalia huko, kwa sababu Al-Kaaba ni nyumba tukufu, lakini kwa sababu ya heshima ya mama Fatma bint Asad na heshima ya Banu Hashim na heshima kwamba huyu ni mke wa Sayyidina wa Abu Talib, wakamruhusu alipofika wakati wa kujifungua Sayyida Fatima bint Asad radhiallahu ta'ala anha akaingia ndani ya Al-Kaaba akajifungua mtoto ambaye kwamba akamuita Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu warda. Hii kuna kauli kwamba Sayyidina Ali alizaliwa ndani ya Al-Kaaba, pamoja na kwamba kauli inayojulikana zaidi ni Hakim ibn Hizam ndio
mtoto peke yake aliozaliwa ndani ya Kaaba, ilipokuwa mamake wanafanya usafi na ni mjamzito, mara ghafla maji ya uzazi yakapasuka na akazaliwa Hakim ibn Hizam. Lakini kuna na kauli hii tuliyoitaja kwamba Saidina Ali radhiallahu ta'ala anhu alayhi salam pia yeye alizaliwa ndani ya Al-Kaaba kwa nadhiri ambayo kwamba alikuwa ameiweka mamake. Saida Maryam alipokuwa anaendelea na malezi yake pale msikitini, ajali ya pili ikaja. Ajali ipi? Ajali ya kufa mamake. Mamake pia akafa, Saida Hanna pia akafa, wakati Saida Maryam bado yuko katika malezi, analelewa kule msikitini, lakini tayari yeye ashatekeleza dhamana, ashatekeleza nadhiri yake ya kumtoa mtoto wake kwa sababu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, akampeleka kule msikitini. Mamake alipokufa, kukawa na mabishano ya kuwa ni nani ambaye kwamba ataendelea kumlelea ama kumlea Sayyida Maryam, because sasa kule yuko yeye ni kulala tu, ni accommodation peke yake anapata msikitini. Nani atakuwa anamwangalia, kumjulia hali, ni mgonjwa, ni mzima, chakula na nini? Nani ambaye kwamba atakuwa anamlea Sayyida Maryam? Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina salam, hapa ndio anaingia katika picha. Nabii Zakaria akajaribu kujitetea kuwa yeye ni wa karibu zaidi na Sayyida Maryam. Na Nabii Zakaria, kwa nini asema yeye ni wa karibu zaidi na Sayyida Maryam? Kwa sababu Nabii Zakaria ima alikuwa amemuoa dadake Maryam kulingana na riwaya ya kwanza, ama alikuwa amemuoa khalati yake Maryam, yani mama mdogo wa Maryam. Kwa hivyo ima alikuwa amemuoa dadake mama Hanna, ama alikuwa amemuoa dadake Sayyida Maryam, kulingana na riwaya tofauti na ikhtilafu za wanazuoni. Wengine wasema kwamba la, mke wa Nabii Zakaria ambaye kwamba kitwa Isha alikuwa ni dadake Maryam mkubwa, na wengine wasema la, Isha alikuwa ni dadake Hanna mdogo. Kwa hivyo kwa khilafu yoyote ambayo kwamba itakuja, lakini kauli ambayo kwamba yaonekana ni ya karibu zaidi na ndio sahihi zaidi ni kwamba alikuwa amemuoa dadake Maryam mkubwa akiitwa Isha. Kwa hivyo Nabii Zakaria akataka kutumia hilo kama hoja kwamba mimi ni wa karibu zaidi, kwa sababu mimi huyu ni shemeji yake, niachieni mimi nifanye nini, nimlee. Lakini wale wengine ambao kwamba pia walikuwa pale, na wao pia wakaleta hoja zao kwamba huyu ni binti wa shehe yetu, ni binti wa imamu wetu, pia sisi tuna haki kama ulivyokuwa na haki wewe Zakaria, na sisi pia tuna haki kumlea huyu. Na hapa Banu Israili walikuwa na kitu ambacho kwamba ni katika vitu ambavyo kwamba sisi twafaa kuiga kwao. Kuna mabaya yao na kuna mazuri. Katika mazuri yao Banu Israili, ilikuwa mtu katika familia akifiwa na babake ama akifiwa na mamake, ilikuwa familia yakaa yapiga kura, ni nani kati yetu sisi mcha Mungu zaidi, ambaye kwamba anaweza kumlelea huyu mtoto katika ucha Mungu. Kwa hivyo sasa hapa ikawa kura, Nabii Zakaria afaa kuwa ndio mwenye kushinda, lakini usisahau na hawa wengine pia ni katika watu ambao kwamba ni wacha Mungu, ni katika wanafunzi wa babake Sayyida Maryam, Sayyidina Imran alayhi wa ala nabiyina assalam. Kwa hivyo ilipokuwa sasa kumeshangawa kwamba Zakaria ametoa hoja yake lakini amepingwa, na wale wengine pia wametoa hoja zao, sasa ikawa tufanye nini? Ikaja fikra ya kwamba sasa sisi itabidi tupige kura. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika historia hii ya Nana Maryam, asema dhalika min amba'il ghaibi, hilo ni katika habari za ghaib, nuhihi ilaika, tunakuletea wewe kama wahi Muhammad. Wama kunta ladaihim, hukuwa na wawe Muhammad, idh yulquna, pindi walipokuwa wakitupa, aklamahum, kalamu zao, ayuhum, yupi katika wao, yakfulu Maryama, atamlea Maryam. Wama kunta ladaihim, hukuwa na wao Muhammad, idh yakhtasibun, pindi walipokuwa wakiteta. Maana iliingia mpaka mjadala wakiteta kwamba ni nani atakaye mlea Maryam. Lakini mwisho ikaja hoja, ikaja kwamba Mwenyezi Mungu anaeleza katika suratul Imran, ikaja hoja kwamba tupigeni kura. Kura yenyewe ilikuwa ni kura ya kiajabu. Kila mmoja alichukua kalamu, kisha wakaenda katika majra nahar, katika mapito ya mto, pale mahali ambapo mto ya flow. Ikawa sasa hapa sisi, ili Mwenyezi Mungu atuoneshe ni nani ambaye atamlea Maryam, kila mmoja atatupa kalamu yake ndani ya maji, pale maji yanapopita. Kalamu ambayo kwamba itabakia, ama tukitupa kalamu zikizama, kalamu ambayo kwamba itarudi juu, ama tukitupa kalamu zibebwe na maji, kalamu ambayo kwamba itabakia,
ile kalamu iliyobakia, yule ambaye kwamba ndio mwenye hiyo kalamu ndio ataweza kumlea nani? Kumlea Saida Maryam. Ndio Mwenyezi Mungu akasema idh yulquna aqlamahum, walipokuwa wakitupa kalamu zao. Kuna riwaya mbili, kuna wengine wanasema la, walitupa kalamu wakasema ile ambayo kwamba itaelea juu ya maji ndio ambayo kwamba atamlea Maryam. Wengine wakasema la, kuna riwaya ya pili kwamba watatupa kalamu ambayo kwamba haitobebwa na maji, kwa sababu walikuwa wakitupa katika mapito, sehemu ambayo kwamba maji ina flow. Kalamu ambayo kwamba haitobebwa na maji ibakie, itakuwa tumejua kwamba Mwenyezi Mungu amemchagua huyo mtu kumlea nani? Kumlea Saida Maryam. Kwa hivyo wakatupa kalamu, na kwa iradatullah, kwa matakwa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kalamu iloelea, kalamu ilotoka juu, ama kalamu ambayo kwamba haikubebwa na maji, kulingana na riwaya ya pili, ni kalamu ya Saidina Zakaria alayhi wa ala nabiyina salam. Ikawa Saidina Zakaria ndiyo ambaye kwamba amechaguliwa na Mola kumlea Saida Maryam. Na hii kuna Mwenyezi Mungu kumchagua Nabii Zakaria sio coincident, ilikuwa ni katika taratibu rabbani, kwa sababu Nabii Zakaria kana nabiyan, yeye tayari ni mtume. Kwa hivyo ni mtu tayari, zile tabia nzuri ziko engraved ndani yake, na Mwenyezi Mungu ana malengo na Saida Maryam, malengo ya kuleleka malezi mazuri. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima achaguliwe Zakaria kumlea nani? Kumlea Saida Maryam, kama ilivyokuja katika Suratul Imran. Swali mtu aweza kuuliza, kwa nini katika vitu vote hawa watu walichagua kutupa kalamu? Mbona hawakuchagua mfano kutupa mti, ama kutupa vitabu, ama kutupa kitu fulani? Kwa nini walisema tutatupa kalamu katika mto, kisha kalamu ambayo kwamba itabakia ndio itakuwa ndio hoja ya huyo atapata kumlea? Wanazuoni wanatuambia kwamba walichagua kupiga kura kwa kutumia kalamu, kwa sababu Sayyidna Imran mamake Maryam alikuwa akiwafundisha wao kupitia kalamu. Kwa hivyo wakatumia ala yake ambayo kwamba alikuwa akiitumia kupigia nayo nini? Kupigia nayo kura. Na Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina salam akashinda, akawa yeye pekee ndiye anaingia pale alipojengewa. Maana na Maryam sasa akachukuliwa akawa analeleka msikitini, akajengewa kijumba chake kidogo, mihrab pale, na ikawa ile mihrab, baadhi ya wanazuoni wanasema ilikuwa na milango mingi. Kabla ya kufika pale lazima upite milango mingi, ama wengine wanasema la, ilikuwa tu iko katika upande wa mashariki, upande wa mashariki wa msikiti wa Masjid al-Aqsa. Msikiti tunaozungumza ni Masjid al-Aqsa, ambao kama sasa hivi kuna ugomvi ambao kama unaendelea kule. Inshallah Mwenyezi Mungu awapatie ndugu zetu wa Palestine nguvu na kushinda. Kwa hivyo alikuwa amejengewa nini, sehemu mihrab ya kufanya ibada, na ikawa ambaye kwamba ana kifunguo ya kuingia pale. Anayeruhusika kuingia pale ni Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina assalam peke yake, ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na huku Saida Maryam kujengewa nyumba na kukaa ndani ya msikiti, ndio Wakristo wakatoa ile fikra ya kwamba kuna wanawake wanaolelewa ndani ya msikiti, hawatoki ndani ya msikiti, ama kwamba wanaitwa sisters. Hawa hawaolewi wala hawatoki pale ndani ya nini, ndani ya kanisa. Hawa ma sisters, hii tabia ya kukaa ndani ya kanisa na kutoolewa wameichukua kwa maisha ya Saida Maryam, kwa sababu yeye pia amelelewa ndani ya msikiti na hakuolewa na mtu yeyote. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia kuhusiana na nyumba ambayo kwamba alitengenezewa Saida Maryam. Atueleza katika suratul Maryam, Mwenyezi Mungu asema wadhkur, kumbuka, fil kitabi, katika kitabu ama katika chuo Maryama ya Saida Maryam, idhin tabadhat, pindi alipojitenga, min ahliya, na watu wake, makanan sharqiyya, upande wa mashariki. Kumbuka Saida Maryam pindi alipojitenga kutokana na watu wake, akawa yuko upande wa mashariki. Na Maryam alayha wa ala nabiyina salam akawa na kuinukia kuwa ni mcha Mungu mpaka kufika daraja ya as-siddiqiyatul kubra. Katika daraja za uchamungu kuna daraja ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema as-siddiqiyatul kubra. Siddiqiyatul kubra ni daraja ambayo kwamba sio wengi wamefika, bali wengi waliofika ni wanaume. Hakuna wanawake waliofika katika daraja ya siddiqiyatul kubra isipokuwa na Maryam na baadhi ya wengine ambao kwamba tutaeleza baadaye huko mbele. Wakafika katika daraja ya as-siddiqiyatul kubra. Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema kuonesha kwamba Saida Maryam alifika daraja hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mal masih ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah.
na mamake ni Siddiqa, kuonesha kwamba alifika katika Siddiqiyatul Kubra, ambapo kwamba sisi tunajua katika ummatu Muhammad alofika daraja kama ile ni Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, ndio akaitwa Siddiq kwa sababu ya kufika as-Siddiqiyatul Kubra. Kwa hivyo Sayyida Maryam akafika katika daraja za Siddiqiyatul Kubra, daraja ambako kwamba ziko karibu na utume, si mtume lakini uko karibu na utume, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika suratul Maida. Vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala asema kuhusu Sayyida Maryam, katika kumsifu Sayyida Maryam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa idh qalat al malaikatu ya Maryam, malaika walipomshukia Sayyida Maryam wakamwambia Maryam, inna Allaha astafaki, kama kumtanabaisha kwamba we Maryam, inna Allaha astafaki, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe Maryam. Kumbuka kwamba familia yao tayari ishachaguliwa kule. Kumbuka kwamba babu yake mkuu Saidina Ibrahim pia ni katika watu waliochaguliwa, na yeye analetewa chaguo khas, chaguo la moja kwa moja, kwamba inna Allaha astafaki, Mwenyezi Mungu amekuteua, amekuchagua wewe Maryam, wataharaki, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutahirisha wewe Maryam, wastafaki, na akakuchagua ala nisa'il alamin, juu ya wanawake wa ulimwengu. Yani kwa ufupi, katika zama alizoishi Sayyida Maryam hakuna mwanamke alikuwa anaweza kumuingia Sayyida Maryam katika taa, katika ibada, katika uchamungu, katika utahara. Mwenyezi Mungu alimchagua Sayyida Maryam wakati wake. Hapa ieleweke, kwa zama ambao kwamba alikuwa yuko, sio kwamba Sayyida Maryam amechagulika mpaka katika zama zetu. Naam, pia katika zama zetu amechagulika, lakini kuna wale ambao kwamba walikuja wakampita kidaraja katika zama zetu, kama Sayyida Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alayhi assalam. Sayyida Fatima yeye alikuja pia akapita daraja, akafika katika daraja za as-Siddiqiyatul Kubra, akampita mpaka Sayyida Maryam, kama tutakavyokuja kueleza kule mbele. Malaika wakaendelea kumwambia Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki, yani ingia katika taa ya Mola wako, wasjudi, na usujudu wewe Sayyida Maryam, warkai, na urukuu wewe Sayyida Maryam, yani swali Sayyida Maryam ma'ar rakiin, pamoja na wenye kurukuu. Hii iko katika suratul Imran. Sayyida Maryam akapata bahati ya kuwa mwanamke pekee aliyotajwa katika Qur'ani. Hakuna mwanamke ambaye kwamba ametajwa kwa jina katika Qur'ani isipokuwa ni mwanamke mmoja peke yake, naye ni Maryam binti Imran. Ndio nikakwambia historia ya Sayyida Maryam sio footnote katika historia ya Nabii Isa. Sayyida Maryam ni muhusika mkuu katika historia ya Nabii Isa, mpaka Mola kumtaja Sayyida Maryam katika Qur'ani. Bali kuna nasura katika Qur'ani ambayo kwamba imeamkuliwa, imepewa jina la Sayyida Maryam. Bali hata katika Qur'ani ukiangalia, mara alizotajwa Sayyidina Isa ni chache kuliko mara ambazo kwamba ametajwa Sayyida Maryam. Sayyidina Isa katika Qur'ani ametajwa mara 25. Sayyida Maryam katika Qur'ani ametajwa mara 34, kukuonesha kwamba Sayyida Maryam sio passing cloud ama sio passing wind. Sayyida Maryam ni mtu ambaye kwamba anahusika katika historia ya Sayyidina Isa alayhi wa ala nabiyina assalam. Kwa hivyo Sayyida Maryam akawa ni katika wanawake ambao kwamba wametajwa katika Qur'an. Pia kuna sura nzima kupewa jina lake, na pia kupata nafasi ya wanawake bora zaidi ulimwenguni na kesho akhera, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyida Maryam ikawa mpaka amepata daraja. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi, akaonekana amechora mifunda minne, yani amechora mistari minne katika ardhi. Kisha akauliza maswahaba, mwayajua ama mwazijua hizi mistari minne yamaanisha kitu gani? Masahaba wakamwambia Allah wa rasuluhu alam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia katika hadithi, kamula min ar-rijali kathirun, kwamba wanaume walokamilika kufika daraja za juu hizo tunazozisema Siddiqiyatul Kubra, kathirun, wanaume wengi sana. Walam yakmul min an-nisa'i, lakini hawakukamilika katika wanawake illa arba'un, isipokuwa wanawake wanne peke yake ndio walokamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwa kutuambia ni Asiya binti Muzahim. Kwanza ni Asiya binti Muzahim, mtoto wa Muzahim, ambaye kwamba ni imraatu Firauna, mke wa Firaun, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika Qur'ani amemwashiria, hakumtaja kwa jina, amemwashiria. Daraba Allahu mathala alladhina amanu imra'ata Firauna idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min Firauna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin. Huyu mke wa Firauni katika wanawake wanne walokamilika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa Maryama
wa Maryam bint Imran, na Maryam bint Imran pia ni katika wanawake waliokamilika. Wa Khadija bint Khuwailid, na Khadija bint Khuwailid pia ni katika wanawake waliokamilika. Wa Fatima bint Muhammadin, na Fatima binti ya Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam pia ni katika wanawake. Kwa hivyo wanawake wanne waliokamilika ni Saida Asia, Saida Maryam, Saida Khadija na Saida Fatima. Na ukitaka kuielewa hii hadithi usione kwamba wametajwa wa kwanza Saida Asia, wa pili, usipangilie hivyo. Ukitaka kuelewa mtukufu katika hawa wanne ni nani, anza hadithi kinyume nyume, utaona wa mwisho ni Fatima ndio wa kwanza. Siku zote katika mazungumzo yule number 1 utajua mwisho, kisha kukatajwa wale wengine waza number 3, kisha kaja number 2, kisha katajwa number 1. Kwa hivyo ukitaka kuielewa hii hadithi iangalie mafhumu mukhalafa ama aksul mukhalafa, utafahamu kwamba Saida Maryam ndio wa kwanza, Sayyidatuna Fatima ndio wa kwanza, kisha Saida Khadija, kisha Saida Maryam, kisha Saida nani, Saida Asia radhiyallahu ta'ala anhunna wa alayhinna salam. Saida Maryam akawa mpaka analetewa chakula. Saida Maryam alijidevote katika ibada, alikaa katika ibada, akawa ni mwenye kufanya ibada mpaka ikafika mahali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamteremsha malaika na chakula kumletea Saida Maryam kutoka peponi. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia wa may yattaqillaha, usione kwamba hili ni ajabu, la. Mwenyezi Mungu atuambia wa may yattaqillaha, yeyote mwenye kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humjalia matokeo. Yani ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, ukamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, Mwenyezi Mungu hakosi kukupa njia, atakupatia njia hata pale unapoona kwamba hakuna njia, Mola atakupatia njia. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu humruzuku huyo mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo kwamba asodhania. Wa man yatawakkal ala Allahi, yeyote mwenye kutawakkal kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa hasbuh, Mwenyezi Mungu ndio toshelezo lake. Inna Allah balighu amrihi, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kufikisha ama kubalighisha jambo lake. Qad ja'ala Allah, hakika amejalia Mwenyezi Mungu, likulli shay'in qadra, kila kitu kina kadari yake, kila kitu kina unamna wake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika suratu Talaq. Kwa hivyo Nabii Zakaria alipokuwa kila akiingia katika ile mihrab kwenda kumwangalia Saida Maryam, apata kule kuna chakula. Nabii Zakaria akauliza Saida Maryam, anna laki hadha, we chakula watoa wapi? Kwa sababu ya mambo mengi. Kitu cha kwanza ni chakula ambayo kwa msimu tofauti. Chakula ambayo kwa ni msimu wa sama yapatikana katika msimu wa winter. Chakula cha winter yapatikana katika msimu wa sama. Na vile vile Saida Zakaria, Sayyidina Zakaria alayhi wa nabiyina salam, alifuatilia kumuuliza Saida Maryam chakula watoa wapi, kwa sababu yeye ndiyo mlezi wa Saida Maryam, na yeye peke yake ndo alokuwa na access ya kuingia katika ile nyumba ya Saida Maryam. Ni nani anaye uwezo wa kukuletea chakula? Ni lazima nikuulize, kwa sababu wewe ni masulia yako iko juu yangu mimi, kama anavyosema Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi kwamba kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kwamba kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa na kile ambao kwamba ulikuwa unakichunga. Kwa hivyo Saida Zakaria afahamu, Sayyidina Zakaria afahamu kwamba yeye ndiyo mchungaji wa nani? Saida Maryam. Kwa hivyo lazima amuulize, hiki chakula kimetoka wapi? Nani anaingia hapa? Nani anayekuletea chakula? Pamoja na kwamba chakula ni tofauti. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanukuu katika Qur'ani akisema wakafalaha Zakaria, akamlea Maryam Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria, kila alipokuwa akiingia kwa ile nyumba Zakaria, almihraba, katika mihrab, wajada indaha rizqa, alikuwa akipata kuna riziki pale, kuna chakula tayari. Qala ya Maryamu, Zakaria anamuita ye Maryam, anna laki hadha, hii chakula waitoa wapi wewe? Qalat, Saida Maryam anamjibu Zakaria, huwa min indillah, chakula chatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u, Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye, bighairi hisabin, pasina hesabu yoyote. Yani Mungu akiamua kukupa, ukupa bila sababu. Hata utajiri ambao kama unaona watu wako nayo, mali ambao kama unaona watu wako nayo, sio bidii zako, wala si akili yako, wala si nguvu zako. Ni Mola ametaka kukupa, basi ukupa. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Maana kuna watu wafanya kazi usiku na mchana, kuna watu hawalali lakini hawapati chochote, na kuna mtu hata hana bidii yoyote, atainuka atafanya vitu viwili vitatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia riziki. Na wewe hata ukataka kupata vipi,
Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupimia riziki yako ni kiwango fulani, wallahi haupitishi kiwango ambao kama Mwenyezi Mungu amekupitishia, amekuwekea. Na lao hata ukataka kujinyima wewe kupata ile riziki, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia, utake usitake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini? Atakupatia tu. Hata yule mmoja katika mabwana wakubwa sehemu za Yemen alikuwa akisikia watu wakiuzungumzia kuhusu hasara, 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 hasara. Akasema hii hasara ni nini? Akaambiwa hasara ni kutopata faida katika biashara. Akasema na mimi pia nataka kuonja hii hasara. Naona mimi kila ninachokifanya nafungukiwa, kila ninachokifanya nafungukiwa. Isije ikawa Mwenyezi Mungu ataka kunijaribu, anifungulie ulimwengu ili nione nimefungukiwa, ni kufuru neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Asema na mimi nataka nionje hasara. Mwani advise vipi? Nifanye nini? Ikiwa wataka kufanya hasara, nunua tende hapa, pesa zako zote nunua tende hapa Yemen, kisha nenda kaziuze tende kule sehemu za Yemen, sehemu za Iraq na kwingine. Hapo kwamba Iraq ni katika sehemu ambapo kwamba wakati huo ilikuwa imejaa tende. Ilikuwa yani wewe kwa ufupi ni kama kutoka na maji ya chumvi hapa Nairobi kwenda kuuza maji ya chumvi Mombasa, ambapo kwamba Mombasa ndio kwenyewe. Sasa yule akatoka na tende, amenunua jahazi karibu 3 zimejaa tende, aenda kuuza Iraq ili apate hasara, aelewe kwamba kuna na upande wa pili wa hasara. Akienda akifika kule apata watu wanasubiri pale baharini. Akauliza jamaa, vipi wewe, umetoka wapi? Umetoka sehemu za Yemen. Asema wataka nini? Asema nimekuja kuuza tende. Akasema wallahi tumekaa hapa takriban wiki 2 ama wiki 3 twasubiri jahazi ambayo kwamba itakuja na tende tununue, kwa sababu huku kuliingia moto ikachoma tende zote, watu hawana tende ya kula. Hebu tuwekee thamani, weka kama ni double, kama ni triple, weka thamani. Akaweka thamani triple, tende zake zote zikanunuliwa, akarudi na faida triple badala ya kupata nini? Kupata hasara. Akaelewa kwamba huu ni mpango wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, mwenyewe ameamua kunipa nini? Kunipa faida. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akiamua kukupa faida haulizwi, atakupa tu, na akiamua kukunyima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakunyima, wala haulizwi. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Mwenyezi Mungu haulizwi anachokifanya. Na wallahi wewe waweza taka kumsaidia mtu ainuke kuwa tajiri, lakini ikiwa Mungu ameamua ule mtu asiinuke, ainuki. Na wewe wallahi waweza taka kufanya mtu awe maskini, lakini ikiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ameamua ule mtu akuwe ni tajiri, hawezi kupunguka hata moja. Katika kisa, bwana mmoja alikuwa ni tajiri bilionea na ndugu yake alikuwa ni maskini. Watu wakawa wanamwambia, mbona wewe ni bilionea na ndugu yako ni maskini, mbona umsaidii ndugu yako na yeye pia akakuwa angalau akona maisha nzuri? Akasema wallahi, nimejaribu haki ya kujaribu kumsaidia huyu ndugu yangu apate utajiri, lakini ni kadari ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, hataki huyu ndugu yangu awe nini? Awe tajiri. Akaambia kivipi? Asema kila ninavyojaribu kumsaidia kuwa tajiri yashindikana. Akaambia hebu jaribu. Ameangalieni na wapatia mtihani, jificheni pale, mimi nachukua hizi senti naziweka ndani ya briefcase, kisha hii briefcase naenda kuiweka njiani pale anapopita ndugu yangu. Akasema sawa, ili akiona akiifungua pesa ziliko ndani azichukue, angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtajirishe. Nataka kuwaonesha kwamba hii ni qadar, hii ni irada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu anafaa kubakia hivi hivi. Akachukua briefcase, amejaza pesa ndani, pesa ambazo kama zina hisabu, akaiweka pale ambapo kwa ndugu yake huwa anapita kila siku. Siku hiyo ndugu yake aonekana atoka kule apita polepole. Alipokaribia karibu na ile briefcase, ikamjilia mawazo kwamba kipofu akitembea huwa anatembea vipi? Yule ndugu akafunga macho kama kipofu, akapita akaiwacha ile briefcase. Alipofika mbele akafungua macho, akamwambia nini? Mwenyezi Mungu hataki kumtajirisha huyu. Ile briefcase akaiwacha wapi? Pale pale. Kwa hivyo na wewe fahamu katika riziki, ikiwa Mungu amekuandikia ni yako, ni yako. Ndio Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina salam akamwambia Sayyidina Zakaria kwamba inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabu, kwamba Mola umruzuku amtakaye bila hisabu, kama ilivyokuja katika suratul Imran. Na hapa pia kuna kisa ambayo kama kilipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinuka asubuhi, akapita katika majumba yake yote ya Madina. Mtume alikuwa na wake 9. Mtume akapita nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka nyumba ya 9 kuuliza kama kuna kitu chochote cha kula. Hakuna chochote ambao kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokosa chakula, na hii isikuonyesha kwamba mtume alikuwa na dhiki, alikuwa ni mtu wa njaa, alikuwa ni mtu ana faida, alikuwa ni mtu kumbe hata chakula alikuwa hapati. La, pamoja na haya yote, warawadathu aljibalu shummu min dhahabin an nafsihi faaraha ayyama shamami. Fahamu kwamba majabali yalikuja kwa mtume kumwambia mtume, ya Rasulullah, omba dua, sisi twataka kubadilika tuwe majabali ya dhahabu, tuwe ni milki yako. Faaraha ayyama shamami, mtume sallallahu alaihi wasallam akayapuuzilia mbali. Kwa hivyo usisikie mtume alikuwa anakosa chakula ukadhania kwamba alikuwa ni mtu wa shida shida na dhiki dhiki. La, hii ni shida aitaka mwenyewe, kama alivyokuwa akisema kwamba Allahumma amitni miskina, Mwenyezi Mungu nifishe maskini, wahshurni fi zumratil masakin, na unifufue katika kipote cha nani, cha watu maskini. Kwa hivyo siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akapita katika majumba yake yote, akakosa chakula, akaenda kwa binti yake Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia akamuuliza kuna chochote? Fatima akamwambia hata sisi kuanzia asubuhi hakuna kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka ameenda mahali kupumzika kwa sababu amekosa chakula, mara ikatokea msichana ambaye kwamba alikuwa na bakuli ambayo kwamba ndani yake kuna chakula. Saida Fatima alipopatiwa ile bakuli ya chakula akasema, nitamuendea babangu, wallahi nitamtanguliza babangu katika hii chakula ambayo kama niko nayo. Akabeba ile bakuli ya chakula akaenda nayo mpaka kwa babake, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipoona ile bakuli akamuuliza, umeitoa wapi? Kama ilivyokuja falamma raahu hamidallah ta'ala. Mtume alipoona ile bakuli na ina chakula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshukuru, akamhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakala, akamuuliza Saida Fatima, min aina laki hadha ya bunayya, umetoa wapi hii bakuli ya chakula? Faqalat ya abati, maana mimi nilikuwa kwako kaniambia hakuna kitu, umetoa wapi chakula sasa hivi? Asema ya abati. Sasa Saida Fatima akanukuu maneno ya Saida Maryam, na ndiyo lengo mimi kuleta kisa hiki cha Saida Fatima, kukuonesha Saida Fatima alikuwa na fali, alikuwa na sifa kama za Saida Maryam. Akamwambia nini? Akamwambia babake, huwa min indillah, hii bakuli, hii riziki imetoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin, Mola umruzuku amtakaye bila hisabu. Fahamidallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waqala, akasema alhamdulillahi alladhi ja'alaki ya bunayya, nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amekujalia wewe, mwanangu, binti yangu, shabihati bisayyidati nisa'i bani Israil, ni mwenye kufanana na sayyida na nana na kiongozi na mwanamke bora wa banu Israil. Fa innaha kanat idha razaqaha Allahu, kwa sababu huyo Saida Maryam alikuwa akiruzukiwa na Mwenyezi Mungu shay'an, kitu chochote, fasuilat, akiulizwa anhu, na hiyo riziki imetoka wapi? Qalat, alikuwa akisema huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Na wewe umenukuu maneno yale ya nani? Ya Saida Maryam. Fabaatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumana ila Ali, aitwa Sayyidina Ali. Thumma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akala kile chakula yeye, wa akala Ali na Sayyidina Ali, wa Fatima na Sayyida Fatima, wa Hasan na Sayyidina Hussein, wa Hussein na wa Hasan na Sayyidina Hasan, wa Hussein wa Sayyidina Hussein, wa jami'u azwaji nabi, na vile vile kile chakula kikagawanywa kwa majumba 9 ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu baitihi, na familia ya Mtume, jamian wote, hata shabi'u, mpaka wakashiba wote. Qalat, Saida Fatima atuambia, wabaqiyatil jafnatu, ikabakia ile bakuli ikabakia kama ilivyokuwa, yani hakuna chochote kilichopungua. Watu wamekula wameshiba, lakini chakula kiko vile vile. Fa awsa'at bibaqiyatiha, Saida Fatima akagawanya kile kilichobakia, ala jamii aljirani, kwa majirani wote. Waja'ala Allahu fiha barakatan wa khairan kathira, Mwenyezi Mungu akajalia katika kile kibakuli baraka na khairi nyingi. Kisa hiki tumekitoa kukuonesha Saida Maryam na Saida Fatima ni watoto, ni wanawake ambao kwamba wameleleka katika nyumba za ucha Mungu. Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina salam akajua pale sehemu ambayo kwamba Saida Maryam yuko ni sehemu tukufu, na yeye Maryam pia ni mtukufu, na ndipo Saida Zakaria akapatiliza kuomba dua yake ile maarufu, kwa sababu Sayyidina Zakaria alikuwa amekaa miaka na mikaka na mke wake bila kupata mtoto.
Sasa aliposikia Maryam amesema huwa min indillah, kwamba riziki hii iliyoko hapa imetoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, Zakaria akajua hapa ni mahali patukufu, malaika wanakuja. Na huyu Maryam pia sio mwanamke wa kawaida. Saidna Zakaria akainua mikono juu. Mwenyezi Mungu amenukuu maneno yake katika sura al-Imran aliposema hunalika daa Zakaria rabba, hapo akamuomba Zakaria mola wake, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, akasema ya rabbi nipe na mimi mtoto, innaka samiu dua, hakika wewe ni mwenye kusikia dua. Fanadathu almalaikatu, malaika wakamnadi wakamuita Zakaria, wa huwa qaimun, na yeye yuko wima amesimama, yusalli fil mihrabi, anasali katika mihrab, anna allaha yubashiruka, Mwenyezi Mungu anakubashiria wewe bi Yahya, mtoto ambaye utamuita Yahya. Na huyo Yahya sifa yake itakuwa musaddiqan bi kalimati min Allah, atakuwa ni mwenye kusadikisha kalima kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, na atakuwa ni sayyidan, na atakuwa ni bwana wa hasura, na atakuwa ni mwenye kuhifadhiwa, wa nabiyyan, na atakuwa ni nabii, min as-salihin, miongoni mwa watu wema. Qala, Nabii Zakaria akasema rabbi anna yakunu li ghulamun, ya rabbi vipi mimi nitapata mtoto, waqad balagani alkibaru, na imenifikia mimi utu uzima, wa amrati aqir, na mke wangu mimi ni tasa. Qala kadhalika Allah, malaika wakamwambia kadhalika, namna hivyo, Allahu, Mwenyezi Mungu, yafalu ma yasha, Mwenyezi Mungu hufanya kile anachokitaka. Ndio wanazuoni wakatuambia hapa lamma raa Zakaria, alipoona Zakaria alayhi salam, anna Allah ta'ala yarzuku Maryama, kuwa Mwenyezi Mungu anamruzuku Sayyida Maryam alayha salam, fakiyata shitai fi sayfi, matunda ya kaskazi siku za kusi, wa fakiyata sayfi, na matunda ya kusi siku za kaskazi, yani matunda ya sama siku za winter, na matunda ya winter siku za sama. Tamia, aliingiwa na tamaa hinaidhin, wakati huo, fil walad, ya kupata mtoto. Na hapa tulizungumza kwamba Mwenyezi Mungu akitaka kukupatia kitu ukupa fikra na hamu ya kumuomba. Wa in kana shaykhan, hapo atakapa yeye ni mzee kabiran, tena mtu mzima, kad dhaufa, amedhaufika yeye mwenyewe, wa wahana minhu al'azmu, na mifupa pia yake imedhoofika, washta'ala ra'su shayba, na kichwa chake kimeroroma, yani kimewaka nywele nyeupe. Wa in kanat imra'atuhu, na hata kama mke wake, maadhalika, pamoja na hilo, kabiratan, ni mtu mzima, wa aqiran, na ni tasa. Lakini Zakaria ma hadha, pamoja na hilo, pamoja na hayo yote, kullihi, sa'ala rabbahu, alimuomba mola wake, yani hakukata tamaa. Wanadahu, akamuita Mwenyezi Mungu, nidaan, mwito, khafiyan, pole. Wakala, akasema rabbi habli min ladunka, Mwenyezi Mungu nipe na mimi kutoka kwako, dhurriyatan tayyiba, kizazi kizuri, yai waladan salihan, mtoto mzuri, innaka samiu dua, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia dua. Hapo Zakaria akiomba dua, wanazuoni wanasema wakana sinu Zakaria, ilikuwa miaka ya Nabii Zakaria, hina bushira bi Yahya, alipobashiriwa kwamba atapata Yahya, 92 sanatan, alikuwa 92 years, yani tayari ashakata tamaa na mtoto. Lakini alivyoona kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kupatisha matunda ya winter, akazipatisha wakati wa sama, na matunda ya sama akapatisha wakati wa winter, kwa nini na mimi uzeeni Mwenyezi Mungu asinipe kitu ama kwamba vijana ndio wanapata? Kwa nini Mwenyezi Mungu hawezi hilo? Ndio akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo akiwa na miaka 92 kulingana na riwaya ya kwanza. Wa an Ibn Abbas, riwaya ya pili kutoka katika Ibn Abbas, asema kwamba alikuwa 120 sanatan, alikuwa miaka 120. Wakanat mraatuhu, na alikuwa mke wake, binta 98 sanatan, alikuwa ni binti ambaye kwamba ako na miaka 98, 98, alikuwa tayari na miaka 98. Kwa hivyo riwaya ya kwanza ni kwamba Nabii Zakaria alikuwa 92 years, na riwaya ya pili kwamba Nabii Zakaria alikuwa miaka 120 na mke wake alikuwa 98 years, lakini Mwenyezi Mungu akaweza kuwapea bishara ya kupata mtoto, kama venye Mwenyezi Mungu alileta matunda ya saif katika shita na matunda ya shita katika saif, na huku pia akaweza kupatia mtu ambaye kwamba tayari amezeeka, amedhoofika, mifupa imedhoofika, nywele, kichwa kizima ni nywele nyeupe. Mwenyezi Mungu akaweza kumpatia kitu ambacho kwamba vijana ndio wanaweza kufanya, kukuonesha inna Allaha
ala kulli shay'in qadir, na kwamba la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehma ya Mola subhanahu wa ta'ala. Inshallah mpaka hapa iwe tumemaliza kuzungumza malezi na kukuonesha wewe utukufu wa Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina salam. Inshallah katika halaka inayokuja tuzungumzie ujauzito wa Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina salam. Wa hadha, assalamu alaykum